Anza mwaka 2002 nilivyobatizwa ndani ya kanisa la Besania Christian Church pale Kiwalani kwa Bishop Boniface Mwalilino, nikitokea kwenye mikono ya mchungaji Noka TAG Tegeta, nikakulia TAG Msewe kwa mchungaji Msangi. Hawa ndio walinilea mimi kiroho, wakanilisha nikala na nikashiba. Mchungaji Elliot Msangi ambaye sasa hivi ni mwalimu wa chuo kikuu cha Biblia pale Dodoma TTG, huyo ndiye sasa akaiona karama yangu ya utumishi, ndipo sasa akaniasa na akanieleza namna ambavyo natakiwa nimtumikie Mungu wa mbinguni. Kwa niliendelea vile vile na kadhalika huku na huku, na Mungu alinipa wito wa aina mbalimbali, lakini mpaka leo namshukuru Mungu sababu tayari matunda ya wokovu nilionao yanaonekana. Pia kuna swala jingine, umeonekana kama mchungaji ukipitia katika vituo vya daladala, katika sehemu mbalimbali zenye mikusanyiko ya watu, ukitoa huduma ya neno la Mungu. Unaweza kutuambia labda ni changamoto gani ambazo unakutana nazo ukiwa sehemu kama hizo, vikwazo gani unavipata katika sehemu kama hizo? Kusema kweli, kazi ya Mungu inahitaji moyo. Kazi ya Mungu inahitaji wito wa ndani. Kuna kuteuliwa na kuna kuitwa. Sasa kazi ya Mungu inahitaji ule wito wa ndani. Ukiuitika ule wito na unateuliwa, Mungu akikuteua sasa, ndipo unachukua hatua ya kwenda kuyatimiza yale mapenzi ya Mungu. Kwa nina changamoto nyingi sana ambazo nimekuwa nikikutana nazo. Changamoto nyingi sana ambazo nimekuwa nikikutana nazo wakati wa kuhubiri Injili. Muda mwingine unazomewa, unatukanwa, muda mwingine unapigwa makofi, unachomwa singe. Yote ni kwa sababu umekubali kuchukua nini? Kulichukua neno kwa ajili ya kuhakikisha nini? Habari njema za ufalme wa Mungu. Hii issue imekuwa ni tatizo sana. Lakini Mungu anaishi. Kwake nimekuwa ni baraka, kwake nimekuwa ni neema, kwake nimekuwa ni baraka, kwake nimekuwa nikimtegemea kwa ajili ya kunitetea. Changamoto nyingi sana mtumishi wa Mungu. Na sisi watumishi wa Mungu ambao tunahubiri Injili mtaani, tunadhalaulika kabisa. Tunabezwa mno, tunaonekana hatuna kazi, hatuna biashara, tunafanya kwa tumegeuza dini kwa biashara, tuna maneno mengi ya kusema. Wengine tunaambia tuna njaa tu, wengine tunaambia kwamba wachungaji ni washamba. Sasa muda mwingine inafikia hata kutumia hekima ya kimungu. Ukiambiwa mshamba, unatathmini neno mshamba ili sikukwaze, nisikuumize. Unaangalia neno mshamba linatokana nini, ndio unapata leo nini. Neno mshamba maana yake linatokana na wakulima. Sasa na basi ujifariji ukiambiwa mshamba, unaja kumbe mimi ni mkulima. Na ukija kimaandiko, Yesu anasema kwamba tazama kwamba mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Jambo hilo linanipa moyo la kuamini kwamba kumbe ushamba sio tu hapa. Na muda mwingine bwana wakole bwana hawajatulia. Sasa ile neno hujatulia kwa mwingine ni tusi. Sasa kwangu mimi naligeuza kama kweli nikitulia na ndohubiri Injili. Kwa kuna maneno ya huku na kule ndani ya safari hii. Ndio. Naam, sawa. Mpenzi mtazamaji wa Tanzania TV Online, unaweza kutupigia simu kwenye simu yetu kama una chochote cha kumwambia au chochote cha kusema cha kuongeza katika namba ya simu 0737 900 09 0737 90009 au katika screen yako utaona kuna namba inapita hapo, unaweza ukapiga. Na mchungaji Mashimo, ndio pia tumeona kuna baadhi ya clip kama kwenye mitandao ya kijamii zinapita zikikuonyesha kwamba ukiomba ni kama sio kwamba michango
ukiomba ushikwe mkono katika kujenga hekalu la Bwana au katika sehemu madhabahu ya kufanyia ibada. Hili nalo limekaa vipi kwako? Na ni kweli kabisa. Na siku ya leo pia kwa swali hili naomba niwaombe wa Tanzania wenzangu. Mtanzania yote anayetumia mtandao na anayetumia vyombo mbalimbali kupata taarifa, mimi sio mgeni kwake. Mungu amenifanikisha kweli. Pale stendi Mbezi nimehubiri sana Injili. Na watu pale Mbezi wamenisaidia fedha nyingi sana. Mpaka nikafanikisha kununua mabomba. Unaona hizo nguzo hizi? Mabomba. Nimenunua mabomba 12. Yale manene kabisa. Kama nguzo kwa ajili ya hekalu. Na watu pale stendi sijapata mchango kwa watu wengine, wala sijapata mchango kutoka kwa viongozi wa dini wengine. Nimepata mchango wale mabomba kutoka kwa wale abiria wanaosafiri kwenda Kariakoo, kwenda Manzese, ambao kila siku saa 10 niko pale kuhubiri Injili. Kwa leo nimeshapata eneo pia ambao pesa yake ya kupewa eneo nilipata kwa watumishi wa Mungu pale stendi ya abiria. Unaposema eneo unamaanisha ambalo patajengwa ile hekalu? Yaani ni kiwanja ambacho kanisa litajengwa. Na sasa hivi tunajenga jengo la muda. Na mimi niombe watazamaji mnaoniangalia, ukisoma neno la Mungu kile Zaburi sura ya 50 na ule mstari wa 15 na wa 15 limejipambanua sana kwa habari ya sadaka. Na ndio sababu naomba waweze kunisaidia ili kuniunga mkono nipate mbao 150 na mabati 100 na misumari kwa 15. Kwa kama kuna mtu ananielewa, sio tu ananielewa na sio tu ananiamini, kwa niombe watu wachache mnaoniamini kutoka popote kwa duniani munichangie. Naomba tu nichangie hata bati moja tu, hata mbao moja tu. Nahitaji mabati 100 na mbao 150 na kilo 15 za misumari kama unavyoona kwenye picha hapo. Sasa hivi baada pokea simu. Sasa hivi ibada zetu tunafanyia kwenye korido. Kuna sehemu na frame za biashara. Kwenye zile frame ndipo tunafanya nini? Tunafanya ibada kwenye ile korido. Eneo la kujenga lipo. Linahitaji mabati, sihitaji simenti kwanza. Wala sihitaji mawe au tofali. Nahitaji tu kule juu niezeke kwa ajili ya jua na mvua. Hayo mengine mtafanya. Kwa niombe sana mtu wa Mungu. Ukisoma Zaburi ya 50:15 Mungu amezungumzia sababu na faida ya sadaka. Na ukisoma Zaburi ile ya sura ya 50:23 neno la Mungu limeandikwa, atoae sadaka ya kushukuru, huyu ndiye anayetumikia. Kumbe unapotoa sadaka kwa ajili ya kazi za Mungu unakuwa ni mtumishi. Si yote tutahubiri Injili, si yote tatembea mtaani tutahubiri Injili, si yote, bali wako ambao Mungu amewakusudia. Labda kama hujui, hapa nilipo nimehubiri stendi miaka 5 pale stendi. Unapoona kwenye koo langu hili limechubuka, ndani ya nilipenda pale Mwimbili kapimo, hapa kwenye koo sehemu ya sauti zimechubuka na zimeivuria damu kwa sababu ya kutumia muda mrefu kuhubiri Injili mtaani. Kila siku nahubiri masaa 12 bila kupumzika. Naingia saa 10 kuombea mabasi, kuzuia roho za ajali kama mwenda wazimu. Umepiga magoti baba, unaombea nini? Unapanga roho za ajali ziondoke. Alafu inasamia saa 2 unasimama stendi ya Mbezi pale ya mwendokasi. Unaanza kuhubiri Injili na utangaza habari njema za Kristo Yesu. Unaanza pasa 5 asubuhi, masaa 8. Alafu usiku unaingia saa 1 jioni mpaka saa 4. Mbona vile unahubiri Injili. Kwa ikanipelekea kuchubuka kwenye wasema si over nini, si voice ni nini kuna.
Kwa vile vinani vimechubuka sana. Na sasa hapo sikia hapa pembeni kama ungesema natumia muda mrefu kuhubiri. Kwa hiyo nikamwambia nikae miezi 3 nisubiri. La sivyo nitaenda kuhubiri nitapata kansa ya koo. Kwa ushauri wa madaktari pale Muhimbili. Sasa mimi siwezi ukabla kuhubiri. Kwa hiyo nimejipa muda mchache kuhubiri. Muda mchache. Kwa mimi niombe ndugu zangu wa Tanzania na Watanzania wote, watu wote wa mataifa yote mnaonisikia, naomba mnichangie. Sio lazima mnipatie fedha. Sio lazima mnipatie fedha. Mnipate mabati. Au kama kuna mtu umejenga jengo lako lote ukabakiza mabati au hata mbao mbili, nipige nizichukue. Hata kama na bati moja, nipige nichukue. Kama kunichangia hela, unaweza tukukanda tadi wewe. Ukanunua mbao 150, alafu na nini? Ukanunua na zile bati 100, ukaniletea. Si lazima pesa. Na ukipenda kuchangia, kwenye skrini yako hapo kuna namba ya Tigo hapo. Hiyo namba ya Tigo namba yangu mimi. Iko Tigo Pesa, imesajiliwa kwa jina la Daudi Mkuba. Na vile vile unaweza ukatumia mchango wako mlioko nje ya nchi kwa Western Union au Lia. Jina Daudi Mashimo Mkuba. Lakini vile vile namba hiyo hapo juu unaweza ukanipata WhatsApp ukaconfirm kwanza na mimi. Melewa au ukanitumia chochote tu. Kwa hebu naomba tumshike mkono. Kwa hiyo ni kama ile mtumishi wa Mungu. Naam, wanasema msaada ni chochote ulichonacho, unaweza ukatoa, ukasaidia, sio mpaka kio kikubwa sana, hata kio kidogo kinapo kinasaidia pia. Hata shilingi 500, hata shilingi 200, chochote kile mnichangie tu. Mungu ameniita na mimi nipo kwa ajili ya kutangaza habari njema za ufalme wa Mungu. Nipo kwa ajili ya kutangaza mwananchi yangu. Hakuna Mtanzania mwenye hii asiyejua namna Mungu alivyotumia. Kama unatumia mtandao wa kijamii, unatumia simu na ni mpenzi wa kufuatilia vyombo vya habari, basi jina la mchungaji wa taifa Nabii Mashimo au Daudi Mashimo sio jina gumu. Naona kama kuna simu hapo. Hello? Hello? Amina, Bwana asifiwe. Ndio, naongea kutoka wapi? Niko mbali huyo. Sawa, mpenzi mtazamaji, kama tulivyosema unaweza ukapiga simu kwa kupitia namba yetu ambayo ni 0737 90009. Kwa mchango chochote unaweza ukapiga simu ukatuambia. Pia mchungaji Mashimo, tumeona kuna kwenye baadhi ya video zako, maybe ukiwa umekutana na waandishi wa habari ukiwa unazungumza, kuna comment au maoni yanatolewa na watu kutoa kwamba wanatoa maoni kwamba ukejeli. Tunaweza kusikiza simu zetu, tunaweza kuendelea. Halo? Halo. Habari yako? Salama tu za studio yako. Salama, anaongea nani kutoka wapi? Unaongea na Ivan Maganza natoka Dar es Salaam. Okay, karibu. Asante, nimesikiliza mtumishi kwa makini sana. Sawa. Kwanza nimtie moyo na kazi yake tunaiona kwa kweli. Sawa. Kwa hiyo mimi nitamsupport angalau 10,000 ya kuanzia kwenye hiyo shughuli yake. Na naomba na wengine tuendelee kujitokeza tusupport Injili kwa sababu ni jambo linalotuhusu watu wote. Karibu sana. Ubarikiwe sana Ivan, Mungu akubariki sana. Hapo ulipotoa Mungu akuwezeshe na Mungu afungue milango ya ushindi mbele yako. Asante sana baba. Nashukuru. Tunashukuru sana Ivan. Mchungaji, tulikuwa tunazungumzia swala la kuonekana kwa maoni tofauti kutokana na neno lako unalotoa, mahubiri unayofanya. Ili kwako linakupa kama msukumo gani au vitu gani? Maoni yote yanayotolewa mimi nayapokea. Kwa sababu ni maoni ambayo tayari yananijenga.
waga sipuzi maoni. Maoni yote na yapokea. Sababu ni maoni ambayo yenye njia, yenye ushauri, kuangalia namna gani tumebarikiwa na namna gani Mungu na watu walivaje hawajabarikiwa. Kwa maoni yote kama mimi ni changamoto ya kunivusha kwenda hatua nyingine. Kuna siku labda ushawahi kupitia kukutana na maoni mabaya zaidi yakakuumiza kufanya chochote? Maoni mabaya yako mengi. Na maoni mabaya yako mengi sana. Huwezi kuyapuuzia, huwezi kuyakataa, wala huwezi kuyakwepa. Lakini jambo la msingi ni kwamba pamoja na maoni yote. Halo? Naitwa Julius Dioni. Karibu Julius Dioni, unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Kimara. Karibu, nakusikiliza Julius. Mimi nimemuelewa sana mchungaji. Naam. Kwa hiyo mimi kwa namba hiyo tutaingia shilingi 40. Asante sana, Mungu akubariki. Neema ya Mungu ya pamoja na wewe, na Bwana amtendee muujiza. Ubarikiwe sana na Mungu akuinue mtumishi wa Mungu. Amina. Amina. Kwa kweli wanamtia moyo watumishi wa Mungu hawa kwa namna hii. Nahitaji mbao. Yaani hata kama una ubao mmoja, hata kama una nyumba yako ambayo umeshaipa ua, mabati ya zamani umeyatoa, yana kazi, nipa mabati ya zamani. Yatanisaidia. Nipe unavyobarikiwa binisaidie. Ili nyumba ya Mungu jengwe. Angalia, hebu angalia kwa screen yako hapo. Hiyo picha unayoona ya video hiyo hapo, watu wanaabudu wanavyoona, au pembeni unaona kuna jengo lilo pale. Jengo hizo nondo, hizo nguzo. Hizo nguzo tayari na zimepatikana kwa michango ya watu wa Mungu wanaosafiri pale stendi, wana support yao, na nikipewa sadaka kama ni kwa ajili ya ujenzi, ni ujenzi siri hata shilingi 100. Sababu lengo na mazumuni ijengwe nyumba ya Mungu na watu waweze kuokolewa. Kwa mfano mtumishi wa Mungu, mimi nimekuwa ni baraka pia kwa watu wa dini zote. Na mimi Mungu amenipa neema ya kuto kumhukumu mwingine kwamba na dhambi au ni mwovu. Nimepewa neema ya kwamba ya kumwombea na kumsaidia. Kama amepotoka basi haache njia mbaya. Hata kama yuko kifungoni, kumsaidia kumtoa. Watanzania mnajua, kwa jambo la msingi, kuna vitu Mungu anatamani aviachilie ndani yangu ili watu wengi waokolewe. Ni hapa mnaposimama kunisapoti. Tufunike tu juu. Wala mpembeni wasihitaji. Maximum ya fedha inayotakiwa, kwa inayotakiwa $500,000. Kwa juu tu, zile mbao na ufundi na mabati $500,000. Na ufundi tu. Lakini bajeti ya ujenzi mzima pale Meduli ni $16,000,000. Lakini hela ya haraka ni $500,000. Ambayo nitafunika juu, alafu kisha na fundi atalipwa. Basi. Naam, mpenzi mtazamaji, na imani unaona kuna klipu inapita hapo katika screen yako. Ukiangalia ni watu wanafanya ibada, sio katika eneo zuri sana, sio katika eneo kubwa sana. Na ukiangalia kwa mchango wako utafanikisha kitu kama hicho kisiwepo tena. Ukisaidia kwa mchango ambayo mchungaji anahitaji, kwa vitu kama hivyo, kwa chochote kidogo ulicho nacho kinaweza kusaidia kwa kujenga na kusimamisha na pia kutukuza neno la Mungu. Mchungaji, kuna katika jambo lote tunalolifanya tunaona kuna maoni mengi. Kuna watu watakuwa labda wanachukulia kitu kama hicho katika ujenzi kama huu. Kuna watu washa create mind nyingine katika vichwa vyao. Maybe wanachukulia ni kitu unataka kufanya kitu kibaya. Unaweza kuaminisha vipi au kujenga imani yao vipi labda kwa yote anataka kuchangia naona siwezi nikafanya kitu kama hicho. Mimi siwezi kuaminisha kama waniamini na siniamini. Sababu sadaka sio lazima. Sawa. Kama mtu aniamini asishughulike. Kama mtu aniamini, ndio wewe kasema kwamba niletea tambao. Zilete site. Melazuli, ibada zetu ziko hapa barabara Goba. Kituo cha Korobati. Pale Korobati unatokea Goba Umbezi, Korobati pale
kuna shedi mkono wa kulia, upande utaona kuna bango kubwa lenye picha yangu, limeandikwa National Christian Assemblies. Hapo ndipo ibada zinafanyika. Narudia tena, sihitaji hela keshi. Mela kama unaomba nipe mbao, kama unasema bwana mchungaji mimi natuma sadaka hii na shida, ukibarikiwa kunitumia sadaka yako, nitumie kwa namba ambayo hiyo hapo iliyosimama hapo kwenye skrini. Nitumie pesa kwa busaidie, au niletee mbao, au niletee mabati, au misumari kilo 15, changia hata kilo 1 ya misumari. Kwa kusema kwamba mtu nimfanye nimwaminishe kwa hiyo kazi hiyo zoezi ngumu kufanya. Kama kiamini aniletee mbao. Sawa. Yaani mtu asiamini mwingine. Anachotaka kufanya achukue mbao 3, mbao 1, mbao 2, azilete mpaka wapi? Pale kanisani. Na kesho Jumapili tuna ibada. Bado tunaabudu kwenye frame, kwenye korido la frame. Lakini wewe unanitazama ndio una uwezo wa kuniwezesha kunifanikisha ili kuijenga madhabahu ya Mungu. Nimejaribu kuomba support, pale nimekuja pia kuomba huko. Nimeshaje kuomba support kwa viongozi mbalimbali wa kiserikali, wa kisiasa, wafanyabiashara wakubwa, wengi wameniblock. Ukimwambia support anakublock. Wengine viongozi wakubwa wa serikali, wakubwa kabisa, wako wabunge, wako mawaziri, wako wanani. Najaribu kuomba mbao 5, wabunge ubao 1 tu wanakublock. Nimewafuata baadhi ya wafanyabiashara mbalimbali Merevuli, nao nimejaribu kuomba tu kwamba wanipe mbao tu au maturubani, kama mabati yako kama maturubani Afrika yale mazito, sababu ile eneo lina urefu wa square mita 24, upana mita 18. Na yale maturubani makubwa ya mazito yale. Hata amebeba mazito, nikipata mawili nafunika juu. Gharama yake kama 800 kwa wote mawili. Merevuli yale mawili. Hapo umelia. Sasa nimejaribu sana kuomba baadhi ya viongozi wenzangu wa dini, na penyewe wanapiga chenga. Baadhi ya viongozi wanapiga chenga. Baadhi ya viongozi wa serikali labda unajaribu labda kuwaomba kusaidie hata bahati mbili tu. Wako wabunge, wako madiwani, wako mawaziri, wengine viongozi wa ngazi ya juu kabisa. Mwisho wa siku wanakublock. Ndio maana nikarudi kuomba support mtaani sasa kwa wananchi wenzangu wa mazingira ya kawaida ambao wanaitwa wanyonge, ndio wakaniwezesha kupata ile mabomba zile nguzo 12. Nguzo 12. Wakaniwezesha pia kupata na sehemu ya fedha ya kulipia eneo la kufanyia ibada. Lakini kwa viongozi hakuna kiongozi wa support. Wala hata baadhi ya viongozi wa dini hakuna ala kunisupport. Merevuli. Na ndio maana nasema kwamba kama mtu ukiona stahili, ukiona kwamba unajua viongozi wa dini wanaweza wakanisupport kwa moja msingi. Hata sasa tukutana kwenye kazi, watu wengi hata wafanyabiashara wengi hawasupportiani. Na kama ukiona kama kuna mtu labda na jina kubwa, ningekuwa labda mimi pia labda na magari ya kifahari, ungesupport, ungetangaza tu donation, wangekuja na magari kwa hivi. Mera sasa Biblia inasema kwamba kama sina tukiwapata wapendao tuwapata sababu gani? Maana hata wale wenye dhambi hupendana vile vile kwao. Kwa sisi tuambia kwamba tuwapende watu wote. Na hata mimi kwenye misadangu yote na kutania watu, sasa sangalidi. Kwa mimi Mtanzania mwenzangu nikuombe unisupport unachobarikiwa ili nifanikishe ujenzi, kufunika juu tu. Ukupembele kuna haja. Juu tu. Tujikinge na jua na tujikinge na mvua. Basi. Naam, pia mchungaji, labda unaweza ukasaidia labda kuwatajia tena eneo, labda na kuna muda inahitajika muda fulani mpaka muda fulani anaweza kuleta mtu hivyo vitu.
Kuna wengine labda eneo hawajalipata vizuri. Yaani eneo niko kwa Rubati. Barabara Goba, Mbezi Luisi, barabara Goba, kituo kwa Rubati. Ukitokea Mbezi Luisi, ukiingia roundabout kuja Mbezi, kuja Goba. Sheri ya kwanza iko mkono wa kushoto pale shule, sheri ya pili iko kwa sheri ya pili pale mkono wa kushoto. Utaona kuna bango kubwa, kuna kaushi pale. Ukifika hata pale kaushi pale kwa Benjamin, nimeleta mbao za mchungaji Mashimo hapa za kanisa, watazipokea. Nimeleta bati, watazipokea. Au utanipigia simu, pale kuna bango ambayo ina picha zangu pale. Na namba za simu. Na namba za simu hizo hapo screen hapo. Labda pia watajia tujie namba za simu walio tayari, kama watasupport pia tuangalie. Namba za simu, watajia namba za simu. Mpenzi mtazamaji, namba za kupiga ni 0737 900 009. Pia unaweza kuiona kwenye screen yako ipo inapita hapo. Unaweza kutupigia sasa hivi kwa lolote, unaweza kutuambia kwa mchango wote, tutapokea simu yako na tutakusikiliza. Karibu kabisa kutupigia simu, unakaribishwa. Pia mchungaji, kama una lolote la kuongezea katika safari hii, labda tangu ulipoanzia mpaka sasa hivi? Safari yangu sasa nataka mjikite kwenye maandiko ili nionyeshe faida ya kusupport chini. Kuna watu wamekuwa kilia kwamba Mungu amewaacha. Lakini Watanzania kadhaa, baadhi ya Watanzania wengi wao wakiwa wanakula asubuhi, wanakula mchana na jioni, wanaona kwamba wanajitosheleza na Mungu hahitajiki tena. Kisa ana biashara nzuri, kisa ana mtaji mzuri, kisa ameajiliwa na ana cheo kizuri. Lakini mtu huyu, ndio maana wengi kuombea support kazi za Mungu hawafanyi. Ila mtu huyu akipatwa na malaria au akaenda kapima ugonjwa uonekane, hapo ndipo sasa thamani ya watumishi wa Mungu inavyokuja, inavyoonekana. Sijui maneno tu. Hapo thamani sasa tunafanyaje? Inakuja. Lakini Yesu asema kwamba jiwekeeni hazina mbinguni ambako nondo na kutu na wezi hawaibi. Kuna mtu anamiliki lot of money, lakini kusema kwamba mchungaji, mimi na support shilingi 20,000, 10,000, 1,000 hii ni kazi ngumu sana. Na muda kama tutazungumza Jumamosi na yeye ni saa 10, utakuta tayari ameshakaa kwenye viti vikubwa. Viti vikubwa virefu vile. Wamezungusha. Na ukimwambia baada kazi za Mungu hana mpango kabisa. Lakini mtu huyu, mtoto wake akipata shida, amepima hospitali ugonjwa uonekane, ndio anajua kuna watumishi wa Mungu. Mimi niwape tu faida ya maandiko. Zaburi ya sura ya 20. Zaburi 20. Ule mstari wa kwanza. Ndio. Neno la Mungu limeandikwa hivi: Bwana akujibu siku ya dhiki. Jina la Mungu wa Yakobo likuinue. Akupelekee msaada toka patakatifu pake, na kukutegemeza toka Sayuni. Narudia. Bwana akujibu siku ya dhiki. Dhiki ni shida. Dhiki ni magonjwa. Dhiki ni majaribu. Dhiki ni kufukuzwa kazi. Dhiki ni kusimamishwa kazi. Dhiki ni kurushiwa mambo, kuchafuliwa. Sasa Mungu anasema nini? Akujibu. Ili akujibu, anatupa maelekezo kwenye ule mstari wa 3. Anasema azikumbuke sadaka zako zote na kuzitakabali. Kinachomfanya Mungu amkumbuke yule mtu aliyopo kwenye shida, kwenye matatizo, ni sadaka zake ambazo zinatangulia ili kuhubiri mambo mema mbele yake. Sadaka zinakuwa ukumbusho, na Mungu anajibu. Na Mungu anajibu. Kwa mfano, kisoma kitabu cha Mwanzo. Wewe tumalize kwanza hapo. Nataka mtu unapotoa sadaka yako, naomba pia mwenye kupiga simu, unaweza kupiga simu yako moja kwa moja na ukasema unachangia kiasi gani, na namba zingine za simu
za kuchangia hizo hapo kwenye skrini yako. Namba zingine za studio ni 0737 900 009. Narudia tena namba za studio 0737 900 009. Ukisoma mstari wa 4 nasema hivi: akujalie kwa kadiri ya haja ya moyo wako na kuyatimiza mashauri yako yote, na tuushangilie wokovu wako kwa jina la Mungu wetu, tuzitweke bendera zetu Bwana kutimizie matakwa yako yote. Kwa sadaka yako inasababisha Mungu asimame kwa ajili yako, na Mungu alete majibu kwa ajili ya mahitaji yako. Na ndio sababu mtu wa Mungu, ninakuomba sana unisapoti. Sawa. Kwa hiyo hiyo ndio jambo la muhimu sana. Na ndio maana naendelea kuomba sana ili neema ya Mungu iweze kufanyika. Neema ya nani? Neema ya Mungu iweze kufanyika. Naomba sana watu wa Mungu mpige simu zenu kwenye 0737 ili muweze kuchangia chochote. 0737 900 009. Hebu mnisapoti chochote. Mwenye mabati naomba. Mpaka sasa tumepokea hadi za watu wawili tu, na ni watu wengi ndio tuangalia. Tumepokea hadi shilingi 60,000, 50,000 kutoka Kimara na 10,000 kutoka kwa bwana Ivan. Lakini watu wengine bado wamekaa kimya nasikilizia. Lakini hao wanaokaa kimya wakiwa na majanga, simu zao zinakuja. Nabii niombe, nabii tabirie, nabii sema kitu. Kitabu kile cha Mwanzo kinasema hivi. Mwanzo 15 tuangalie pia. Tuanzie na mstari wa kwanza. Watu wajifunze. Baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi, likinena, usiogopa Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Mungu anajitambulisha kwa Abrahamu kabla hajambadili jina na kumwita Ibrahimu. Anasema, Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Israeli Mdemiski. Abrahamu akamjengea Mungu hoja. Unaniambia utanibariki, utanikumbuka, lakini je, mimi nina mali, nina watoto, nina mali, sina watoto, nani atamiliki mali zangu? Je, wageni wamiliki mali zangu? Na leo kuna watu ambao wakisikia habari ya kazi ya Mungu wanajitenga, lakini mwisho wa siku mali zao zinaliwa na wengine. Turudi hapa mstari wa 3, asema hivi. Ule mstari wa 6 anasema, akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kwa ni haki. Kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo, nikupe nchi hii uilisi. Nikupe nchi hii uilisi. Akasema, Bwana Mungu, nitapataje kujua ya kwamba nitairisi? Ibrahimu anamuuliza Mungu, umeniambia Mungu nitalisi nchi hii, nitamiliki mali hizi, lakini nitapataje kujua? Sasa Mungu anamjibu Ibrahimu. Ule mstari wa 9 akamwambia, nipatie ndama wa miaka 3. Mungu hakumpa majibu kwamba utamiliki kwa moja. Akamwambia, nipe kwanza sadaka, nipatie ndama wa miaka 3 na mbuzi mke. Tena Mungu anachagua, na Ibrahimu akafanya vile vile. Leo kuna watu wako hapa
ni wafanyakazi, wafanyabiashara, na kuna watu wanafanya kazi kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, kwenye makampuni mbalimbali, taasisi mbalimbali, mpaka leo hawajapanda vyeo. Vyeo vyao vimekaliwa namna hii. Vyeo vyao vimekaliwa ili huyu aweze kuondokea. Kuna watu wamecheleweshwa kwa mapenzi ya watu, wametuna pale kukuzuia usiendelee, usonge mbele, lakini kwa sababu hauna siri ya nguvu ambayo itamtoa yule aliyekalia cheo chako, kibali chako, mafao yako, mafanikio yako, aliyekalia hukumu yako ya haki. Ndio maana leo mama unalia, baba unalia, kaka unalia, lakini sadaka yako ni njema sana. Na ndio sababu na kuomba mtazamaji wangu, hebu shiriki kwenye ujenzi wa nyumba ya Mungu. Naomba namba yangu ya kutuma sadaka yako hiyo hapo. Kama una mabati ulijenga nyumbani kwako akabakia, nipatie. Si lazima unipe hela. Kama una mabati nipe. Kama unazo mbao nipatie. Na kama sema mchungaji, mimi nakuamini bwana, mimi sadaka yangu bwana natuma hiki. Namba ya kutuma sadaka yako hiyo hapo kwenye skrini yako. Hebu shiriki. Unajua kuna watu wengi wanalia sana, lakini wanalia kwa sababu si watoaji. Kwenye mambo ya starehe, mwambie twende kiwanjani, ataenda, twende kutaenda. Umeelewa? Lakini kwa ajili ya madhabahu ya Mungu ni shida. Lakini mda huyu kwa mfano samekai anakula, anafurahi hapa, akipata tatizo pale, msaada ambao atampatia ni kumpeka hospitalini na kumtelekeza. Lakini unapokuwa shirika kwa ajili ya kazi za Mungu, unaposafiri kazi za Mungu, Mungu atakuacha. Na mchungaji hatachoka kuja nyumbani kwako, hatachoka kukutembelea, hatachoka kusema na wewe, hatachoka. Kwa mimi niombe, narudia tena, Mungu amenitumia kwa watu wengi. Nimeombea wengi, wamefunguliwa, wengi wameponywa, wengi wamefanikiwa, wameshinda kesi, wameokolewa. Watu wengine ni viongozi wa serikali za juu kabisa. Lakini baada tu ya Mungu kuwatendea muujiza, wakani flash. Na kwa mwingine juzi nilimwombea. Nafikiri ilikuwa ni mkoa na fulani. Baada ya kumwombea, kabla hajateuliwa kipindi kile, baada ya kumwombea bana, nilipomwombea Mungu akamwinua. Na nikamtabiria kabisa. Mungu akampa nafasi. Akateuliwa. Na nimesabia miezi kwamba mwezi huu wa 3 wewe utateuliwa nafasi fulani. Una uhakika? Mimi ni nabii. Yaani nina mtumishi wa Mungu, mimi nikiteuliwa nitakuja kuifanya, nitashukuru Mungu. Baada ya kuteuliwa kaniblock. Sasa juzi ameondolewa. Alipoondolewa kanipigia simu sasa. Kumbuka. Mtumishi wa Mungu bwana, si bwana. Nani mimi mheshimiwa Fabe Fla. Sasa siku bwana nzuri bwana, bwana vipi uko bwana? Mungu anasema nini? Na utumia sadaka yangu bwana hapa, akanitumia shilingi 5,000, shilingi 15,000 kama kosa. Nikamwambia sikiliza mzee. Nikachukua sasa sadaka yake ile nikamrudishia. Usimtafute Mungu watu wa shida. Ulipokuwa umepata ile nafasi, ulipaswa urudi mshukuru Mungu. Sababu sadaka inaokoa. Sadaka ni daraja. Sadaka ni ufunguo wa kufungua milango mingine. Hata kwenye teuzi za juzi za watu wa kwa wilaya 139 kama ni zaidi ya wakuu wa wilaya 47 ambao niliomba kwa ajili yao, nikatabiri kwa ajili yao na wakateuliwa. Shida ni kwamba Watanzania wanamfanya Mungu kama ni cheki.
Unajua gari si gari. Naam, tumsikilize tena. Halo? Halo? Imekatika bahati mbaya. Halo? Salama, unaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Unaongea na Elena kutoka Ubungo. Naam. Mimi nitachangia 100,000. Asante Elena, Mungu wa mbinguni akubariki, neema ya Bwana iwe pamoja na wewe. Nami natangaza ushindi kwa ajili yako pamoja na familia yako. Wazazi wako wabarikiwe kokote waliko, na kuanzia leo uwe na nguvu na mamlaka mbele ya adui zako kwa jina lake Yesu Kristo. Amina, asante. Asante Elena, barikiwa sana Elena. Mena, Hii si ni gari. hii dereva mwenye gari hii, ili ajue kama kuna jeki iko ndani, lazima ipate pancha. Tatizo. Mena, ipate nini? Ikipata pancha ndipo Atajua na nini? Na jeki. Lakini kumbe, na ndivyo Mungu wanavyomfanya watu wengi. Wanamfanya Mungu kama jeki. Kama nani? Lakini kama Mungu wangemfanya kama ndio gari, Au ndo kazi yao, au ndio wajibu wao, watu wengi tungekuwa mbali sana. My brother. Tanzania ni nchi tajiri sana. Na kuna watu wengi wamebarikiwa. Na kuna watu wengine fursa zao zimekaribu. Lakini yuko Mungu anayeona. Wengine kwa sababu unajua hivi, usipo support kazi za Mungu, kuna simple ya huku. Halo? Imekata. Yuko hivi. Ukisoma kitabu cha Zaburi, tuende Zaburi hapa. Ile Zaburi ya 50. Zaburi ya 50. Tuone kuna siri iko hapa. Zaburi ya 50. Na mpenzi mtazamaji, unaweza ukapiga simu, namba ni 0737900009, 0737900009. Unakaribishwa kwa chochote, maoni, unaweza kutupigia simu tukakusikiliza. Naam. Zaburi hii sura ya 50 ule mstari wa 14, neno la Mungu limeandikwa. Tena ngoja anze mstari mzuri tu. Anasema hivi, mstari wa 8, sitakukemea kwa ajili ya dhabihu zako, na kafara zako ziko mbele yangu. Yani Mungu hata kulazimisha mtolee ujenge mazao kweli, lakini kwa sababu vitu vyako vyote viko mbele yangu. Ina maana ana uwezo wa kuchukua bila wewe kumpatia. Lakini Mungu ni Mungu wa utaratibu. Akatupa nafasi ya kuchagua. Anasema hivi, sitatoa ng'ombe katika nyumba yako, wala beberu katika mazizi yako, maana kila hayawani ni wangu, na makundi juu ya milima 1000. Kwa kuna watu wanamiliki fedha, lakini badala ya kumtumikia Mungu kwa kutoa chochote kile kwa ajili ya kazi ya Mungu, watu hawa wamekwenda kando na kweli ya Mungu. Na ndio maana Mungu anasema sitakukemea. Usipotoka kwa ajili ya kazi ya Mungu, utatolewa hospitalini. Ukisoma ile mstari unaendelea hapo, anasema hivi, na wajua ndege wote wa milima na wanyama wote wa mashamba ni wangu. Mungu anasema hivyo. Kwa yeyote anayemiliki kazi, biashara, ana mahela benki, yote ni ya Bwana. Tuko pamoja? Anasema hivi, kama ningekuwa na njaa singekwambia, maana ulimwengu ni wangu navyo viujazavyo. Je, nile nyama ya mahafali au ninywe damu ya mbuzi? 14 anasema hivi, mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Tumeona hapa vizuri. Kumbe Mungu anataka ufanye kitu kwa ajili yake. Ili ukifanywa filigisu kwenye kazi zako, biashara zako, kwenye
kwenye ndoa yako tayari una kinga ambayo itasimama kwa ajili yako, maana sadaka inasimama, inadumu milele. Sasa wengine wanasema hivi, mimi bwana wachungaji bwana matapeli bwana, injili bwana, siku injili biashara bwana, mimi bwana hela yangu mimi bwana nitaomba mtaani. Kuna tofauti ya sadaka na msaada. Yule mtu unempa mtaani, ile sio sadaka, ule ni msaada ambao ni moja ya tendo jema. Sadaka na madhabahu, unapoitoa sadaka, kumbuka sadaka unayotoa umetoa sehemu ya mapato yako, inatakiwa ikalete nguvu ya kulinda ya vilivyobakia na kuzalisha kwa wingi. Ndiyo sababu, ndio maana sadaka anasema ukaniite siku ya mateso nami nitakuokoa, na wewe utanitukuza. Toka tumeanza ibada hii kuomba watu wa support ujenzi wa nyumba ya Mungu, ni simu 3 zimeingia. Mela zuri, wa kwanza amesupport shilingi 10,000, wa pili shilingi 50,000, na wa tatu dada yangu kutoka Ubungo amesupport shilingi 100,000. Na namba ya kutuma ni namba ya Tigo, hii hapo juu ya simu yako. Hiyo namba Tigo ndio namba ya kutuma. Jina litatokea Daudi Mkuba. Mimi naitwa mchungaji Mashimo, naitwa mchungaji Daudi Mashimo. Lakini hiyo namba ukituma ukiwa Tanzania inasoma Daudi Mkuba, ukiwa nje ya nchi itasoma Daudi Mashimo Mkuba. Sijui kwa nini. Kwa ndio sababu na kuomba sana mtu wa Mungu, hebu jiguse ulicho nacho. Hebu jiguse ulicho nacho. Sina mtu mwingine kukuambia ni support, isipokuwa ni wewe Mtanzania mwenzangu, ni wewe mtumishi mwenzangu, ni wewe ndugu yangu. Naomba sana, nipe mabati 3 ya milioni 5 ni ya namaliza juu, ili nikamilishe kila kitu. Ni milioni 16, lakini ya haraka ni milioni 5. Ili nichukue mbao, tupate mbao za juu, mbao 100, tupige juu, ijukuza kule juu mbao 100, mbao ni 150, alafu mabati ni 100, misumari kilo 15. Milioni 5 yoyo inamlipa na fundi. Ndugu yangu wapendo, na nyinyi ambao mnaonisikiliza sasa hivi, uko kasino, uko bichi, unakula bata Zanzibar, uko popote pale duniani, hebu naomba nitumie kidogo tu. Na vile vile utanipata kwa WhatsApp kwa namba hiyo hapo kwenye screen yako. Hebu fanya kitu nami niombe kwa ajili yako, ili Mungu akatende kwa ajili yako. Asante. Kwa hiyo nikuombe sana mtu wa Mungu, tunaelekea ukingoni wa ibada yetu hii, wa jambo hili. Sadaka ni ibada kamili. Sadaka inaokoa, sadaka inaponya. Hebu tushirikiane ili tuifanye kazi ya Mungu. Tushirikiane, ulicho nacho kitumike kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sina mengi ya kusema, nahitaji sasa niende kuomba kwa ajili yako. Niombe ili nimalize. Na kama kuna watu 2 watatu, tunaomba simu za mwisho, simu 3, ili tuweze kuokoa. Simu 3. Una swali lolote juu yangu niulize. Na kama unachangia kiasi gani, useme unacho kichangia. Mtumishi atataja namba za simu, alafu kisha na mimi nitazirudia. Namba za kupiga ni 0737900009, 0737900009. Na namba hiyo utaiona hapo kwenye simu yako, inapita kwa chini hapo, ndio utakayotumia kupiga na ukatoa mchango wako wote, na sisi tutaipokea na kusikiliza. Namba hii narudia tena ni 0737900009. Narudia tena. Piga, una swali lolote au una 500 kuchangia, una 1000 kuchangia, piga 0737900009. Mungu akubariki. Tunasubiri simu 3 za mwisho,
alafu tuhitimishe ni kubariki kwa maombi. Simu tatu za mwisho. Simu tatu za mwisho. Kama tunaweza kufunga basi utanipata kwa namba hapo kwenye screen yako hapo. Hiyo namba ni ya kwangu, utanipata hapo. Ukiwa tayari namba ya Tigo hapo ni namba yangu. Nipiwa namba hiyo, tuma pia mchango wako namba hiyo, na Mungu akubariki. Pia namba hiyo ni muda wote inaweza kupatikana, unaweza kumpigia mwenyewe ukampata. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya watazamaji wangu walionifuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mungu, naomba neema juu yao. Wabariki yote ambao wataguswa ili kusapoti ujenzi wa madhabahu. Achilia nguvu ya baraka, achilia nguvu ya neema, achilia nguvu ya ushindi, ikayaguse, iyabariki, iyatakase maisha yao kwa jina lako Yesu Kristo. Bariki uzao wao, bariki watoto wao, bariki wake zao, bariki waume zao, bariki wazazi wao, ukabariki kazi za mikono yao, ukiwatetea, uwape ngazi ya kuwavusha kwenye changamoto, kwenye uonevu, uwape mamlaka ya kufanikiwa kwa jina lako Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki. Tumefika mwisho kipindi. Tukutane tena Jumatatu usiku hapa Tanzanite TV. Shalom, shalom. Naam, alikuwa ni mchungaji Mashimo, mchungaji Komando Mashimo, nabii wa taifa. Tukusii tu endelee kubaki na sisi mpaka wakati mwingine tutapokutana. Asante. Kuwa karibu na matukio ya kisiasa, burudani, michezo, habari za kitaifa na kimataifa na mengineo ya kufurahisha. Subscribe Tanzanite TV kwenye YouTube channel. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro.